kulikuwa na jiko ingine ya mosee ya pombe ya kienyeji ya mtungi ule mrefu wa KCC. Sasa nikakuja mama nikamuuliza, "Bona hapa kuna moto na chakula inaifa na hapa chakula inaifa?" Mama akaniambia, "Hii ni ya Mungu na hii ni ya shetani." Nikashika vizuri ya kwamba hii mrefu shetani, hii fupi ni Mungu na sisi. Mzee wakati alikuja jioni, nikamwambia vile niliambiwa mchana, nikamwambia hii ni ya Mungu na hii ni ya shetani. Mzee akaniambia, hii ndio ya Mungu, hii ndio ya shetani. Na tulikulia kwenye pombe. Tulikuwa tunaona walevi kwetu kwa nyumba. Paka my brothers walikunywa pombe wakiwa wadogo sana. Nimewahi kuona Pastor Kongo akiwa mlevi, lakini alikuwa standard 4 or 5 huyo. Na mimi sikukunywa, kwa hivyo baba akaninunulia skirt. Nilimwambia mimi nimeokoka, watu wameokoka hawakunywangi pombe, wanakunywanga chai. Mzee akaninunulia kaskati kadogo na akaniambia mimi ni msichana wake. Na ikawa baya sana mpaka ananifukuza kwa nyumba, ananiambia ukiona wanaume wamekaa wanawake nje ninafukuzwa nao. Na nikaokoka. Siku moja nikaenda kwa kanisa la AIC nikiongozwa na Pastor Mother. Pastor Mother sijui kama alikuwa ameokoka siku hizo, lakini ni yeye aliniambia, ukisikia pastor ameitana mtu wa kuokoka usimame. Alafu atakuuliza unataka nini? Umwambie nataka kumfuata Yesu mpaka mwisho ya dunia. Sasa wakati pastor aliitana nikasimama. Saadi ya kwanza sikusikia. Pastor Mother akaniambia, "Mbona hukuokoka?" Nikamwambia hatukuitwa. Nikamwambia, akaniambia tuliitwa. Ni wewe hukusikia. Saadi ya pili nilikuwa makini. Walipoitana nikasimama, nikitetemeka. 1975. Nikasema Yesu ni Bwana, ninataka kumfuata mpaka mwisho ya wakati. So tukaenda nyumbani. Baba yangu maana ndiye alikuwa veteran wa hiyo pombe. Nikamngojea, nilikuwa ninaoga kwa karai. Siku hizo hakukuwa hii karai ya plastic, kulikuwa na hii karai ya chuma. Nilikuwa naoga miguu, baba akaingia. Nikamwambia, "Baba, leo niliokoka." Ile kitendo ilifanyika mpaka leo inanistua. Baba alinichukua pamoja na karai na kila kitu. Akanimwaga nje, akarudi na karai. Sasa nikiwa hapo nje ndio nilikuwa nauliza nimefanya makosa gani? Na nilikuwa nafikiria baba atapiga makofi kama mama. Mama alipiga makofi. Umeokoka. Mzee alinimwaga na karai na maji nje. Alafu akarudi na karai. Na akafunga mlango. Mimi nilipouliza mama kwa nini nilifanywa hivyo, akaniambia mtu akiokoka huwa anateswa. Na ndio mpaka leo nimeshikilia wokovu. Amen. Na sijajuta kwa nini niliokoka. Na nyinyi wa mliokoka, shikilieni wokovu mpaka dakika ya mwisho. Ninaposema pombe ni baya, ninajua vile ilitudhuru. Mpaka wakati baba yangu aliwasha hiyo pombe, akawa mtu mzuri, we suffered so much. Ndoa nyingi zimefujwa kwa sababu ya pombe. Magonjwa mengi yamekuja kwa nyumba kwa sababu ya pombe. Pombe inafanya mzee alale kwa mtu ambaye hajui. Unamuuliza asubuhi, na wewe ni nani? Tulitoana wapi? Pombe. Biblia inasema ukikunywa pombe unaona wanawake wakiwa warembo kuliko kawaida. Imeandikwa hivyo Proverbs. Mundu kunywa onaga wadada mali athaka kuri uguo riu mahana. Mali times 3 or 4. Mimi niliwahi kufanya kazi kwa hoteli. Niliandikishwa na my sister hapa. Niliandikishwa kazi ya hoteli ya kitchen mpaka nikawa head cook. Nilianza nikiwa kamuti ya kuosha vyombo. Paka sasa nilikuwa naona walevi wakikuja wanatukana wasichana wale tumeajiri hapo. Wanawaambia aenda kule Surabaya. Nani alikuleta hapa? Una akili? Wewe utaolewa na nani? Wanakuja jikoni wasichana wananiambia, "Tumetukanwa hata hatutauza tena." Nina wa encourage, "Endeni muuse tu." Wanaenda wanauza. Baada ya shupa 2, shupa 3, unasikia yule mrefi alisema Surabaya. Anasema, "My dear, come here." Anaanza kusema na wewe ni mrembo, wewe ni wa nani? Mpaka mwanamke mmoja akaniuliza, "Arume mkoragwo muri aguruku? Nyinyi wanaume mnakuanga na kichwa baya." Lakini ni ulevi. Mwanaume akikunywa anaona vitu vingine. Na pombe ndio imehusika kuangusha boma nyingi. Mwanamke kwanza akikunywa pombe ndiye mbaya, maana anashindwa kuacha. Wanawake walevi
kuwakomboa na pombe inakuanga ngumu sana. Sasa wanaume wakikunywa pombe, Biblia inasema wasipewe madaraka. Mtu akiongoza na anakunywanga pombe, anaharibu kila kitu. Na ndio Biblia inasema wahubiri wasikunywe, maana watageuza sheria ya Mungu wa mbinguni. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba pombe ndio inafanya usherati mwingi ufanywe. Watu wengi wako na mpango ya kado walipata wakati walikuwa wamekunywa. Na ndoa yoyote imetengenezwa wakati watu wako walevi ni ndoa ambaye iko na shida nyingi sana. Na pombe watoto wakianza kukunywa tunaumia. Ukiona mtoto ameanza kukunywa pombe unaumia. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu hawana aibu, wanakunywa pombe na wanaibisha kwaya. Kama mzee mwingine alikuwa anaibisha kwaya mpaka nikataka kumwalika kanisa yetu, nikamwambia unaweza kuja kwa kanisa yetu uibishe kwaya hivyo umeibisha hapa. Tulikuwa tunampigia makofi. Akaniambia nikuone dakika moja. Akaniambia ukiona ninaiba hivyo mimi najua kanisa yako siwezi kukuja. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia ndio niibishe hivyo na kunywanga gilasi moja asubuhi ya shangao. Nikamwambia na kweli usikuje kuibisha. Kumbe ndio alikuwa anafanya hivi, kumbe ni shangana, nilikuwa nafikiria ni roho ya Mungu. Pombe ishindwe katika jina la Yesu. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Proverbs 30 ya kwamba Lemueli, ukitaka kuwa mkubwa usikunywe pombe. Kama kwenu family hakuna mkubwa na wewe unataka kuwa mkubwa, uachane na pombe. Na sijui ni kwa nini ukianza kuwa na pesa pombe inajileta. Kama yungu unagatia. Wakati una pesa hakuna kitu inajileta. Ukipata pesa yuko inakuja hivi. Inakuja. Hata mimi wakati nilikuja hapa Nairobi kuhubiri, nikiwa mgeni, nimetoka kule vijijini Nyahururu, nimeingia hapa Sete, niliambiwa kuna mtu iko na nyumba kubwa sana hapa Komashio. Si mnajua stage ya Komashio? Kuna nyumba kubwa sana iko hapo. Nikapelekwa kwa mwenyewe. Wakati mwenyewe aliniona, aliniambia wewe ni mhubiri mzuri. Hiyo nyumba yangu nitakupatia yote na ukifanya vizuri nikupatie hiyo gorofa iko juu. Nilifurahi. Alafu akaniambia sasa tumemaliza mambo ya nyumba. Akaniambia uko na gari? Nikamwambia sina. Akaniambia nifuate. Akanionyesha gari mbili, ya Toyota na gari ya Alfa Romeo. Ile ya kule Italy. Akaniambia hii utajiua naye. Akaniambia angalia speed. Nikaona ni 260 kilometers per hour. Akaniambia uwe unaendesha pole pole. Mimi nikasema kweli Mungu ni wewe umenituma Nairobi. Nitakufanyia kazi ujue umefanyiwa. Kumbe hao watu ni walevi. Pombe. Tumekaa amesema ya kwamba sasa huyu nimempa gari na nimempa nyumba za kusomea. Sasa watu wote wakapiga makofi wakasema we are very lucky. Wewe umekuja Nairobi umepewa kila kitu. Alafu sasa akatuambia tutakula ile kuku inaitwa taki, ile kuku kubwa. Ikaletwa kama imeshonwa iko brown. Alafu akasema vinywaji viletwe. Nikaona wameleta masaduku ya pombe. Nikauliza wale tulikuwa nao, maana ne wajua wote ni watu wameokoka. Nikamwambia simuambie msee chai. Mmoja akaniambia wewe utaharibu deal, unaitisha chai kitu gani hapo? Utaharibu deal hii na umepewa horo hapa na Alfa Romeo. Kwanza hiyo gari ilikuwa inasafishwa bio, ipewe pasta na kifunguo. Akaniambia hapa ukiongea ile hautaenda naye. Na hiyo nyumba hautapata. Na mimi nikidhani mchezo. Pombe ikaanza kufunuliwa. Unakunywa na gani? Walianza pande ile. Yule mzee alikuwa pale akasema haka kadogo, akafunguliwa. Wakakuja na line. Vile waliendelea kukaribia mimi nikapanic. Nikaangalia mtu alikuwa hapo na najua ameokoka. Tulikuwa tumeomba sana naye asubuhi. Nikajua huyu atakataa. Akasema nipe hii ya mlima. Mimi nikajua hapa kumeharibika. Nilipigana vita ya pombe nyumbani, nikakataa. Mzee akaniita mama. Sasa hapa nitaitwa nini? Ikafika kwangu. Nikaulizwa na waiter, "And you sir, what shall you take?" Nikasema Fanta ile nyekundu. Unajua Fanta nyekundu ikiongezwa pombe utaona. Kwa hivyo nikunywa hiyo, nikafunguliwa. Yule mzee mwenyewe akakuja haraka akasema, "Wageni wangu, mmetumikiwa vizuri.
Akaniuliza, "Aya, wewe unakunywa gani?" Nikasema ninakunywa hii Fanta. Sura ya mzee ilibadilika nikiona hivi. Akasema, "Kwani mliletea mhubiri feki hapa?" Na unajua mhubiri feki ni yule anakunywa pombe. Na mimi sikunywi. Akasema, "Mimi mwenyewe nimewakaribisha, nikamwambia mkunywe, hii ni masaduku." Kwanza waliweka saduku moja pande hii yangu na ingine hii. Akaniambia, "Kunywa vitu ya watu wazima. Fanta hapa ni nini?" Nikamwambia kama vile Bwana Yesu aishivyo, sitakunywa pombe, hata Fanta nimewacha sasa. Sitakunywa. Na hivyo ndivyo nilifukuzwa. Hata nilienda kugojea matatu. Nikaasha watu wote hapo. Nikaambia niende, akaniambia, "Na hii gari washani kuosha." Huyo nimekuta ni mtu. Kwanza kuuliza, hii mtu mmemtoa wapi? Kwani ni wa kijiji? Mwingine akanitetea akasema, hii mtu ni wa kijiji, mvumilie, atakunywa baadaye. Kijiji wahubiri hawakunywangi. Akasema hapana, kama hatakunywa saa hii, akanyanga barabara. Ndio nilisukumwa nikaenda barabara. Alfa Romeo. Nilipita tu nikaiangalia ya mwisho, nikaenda. Nikasema kama pombe ndio itafanya nikubalike na nipate hiyo nyumba town, wacha nikae. Na leo niko na nyumba town. Na leo niko na kila kitu town. Ningependa nimwambie kwamba pombe ni baya sana. Na kabla sijasoma neno, kama haujawahi kuoja pombe, inua mkono. Mtu tale wameshama. Kwani mko namna gani nyinyi? Mpaka nyinyi nyote mko hapa laini ya mbele. Totoragio na kuomia amwe na nasi ya Ngai. Nimeona tunaelewana. Ya. Nyinyi wasichana na vijana hamujaguza hiyo kitu. Muachane naye kabisa. Biblia inasema ndani ya pombe kuna nyoka. Si ndio inasema? Ati pombe inakuwa na serpent. Kwa hivyo ile spirit ya nyoka ndio inakuwa kwa pombe. Ndio ukisha ikunywa mtu hataki kuasha. Na inakuharibia mambo. Inakuingiza kwa kina mama. Unajaribu kujitoa huko unashindwa na ni pombe. Wacha tusome habari yake. Efeso 5 mstari wa 18. Efeso 5:18. Kwa nini nimeongea juu ya pombe? Biblia inasema hivi, wacha niwasomee. Inasema tena musilewe na mvinyo, hata mtikaleoneke ni johi ambamo kuna ufisadi. Ukikunywa pombe, maisha yako itakuwa na corruption. Corruption ni kusema iharibike. Doa itaharibika. Kila kitu kizuri kitaharibika. Bali mjaswe nini? Roho. Verse 19 inasema dawa ya pombe, musemesane kwa nyimbo zinaitwa saburi. Nimeona nyimbo hizi tunarukaruka ukirukaruka hivi kwa nyimbo, mtu hatakagi pombe. Lakini ukiimba ile nyimbo, unajua kuna nyimbo ambazo tunatigisa mikono na hapa kiuno, lakini nyimbo hizi zinafanya utigise hapa area hii ya hapa hivi. Hizo nyimbo si nzuri. Na hakuna mahali Biblia inasema tingisa kiuno kwa ajili ya Yesu. Hakuna. Ama kunaye. Kwa hivyo hata kuna dancing style unaweza kudance ukunywe. Musilewe na mvinyo, bali mjaswe, ambapo kuna ufisadi, bali mjaswe roho. Kwa hivyo mambo mawili inafanywa na nyimbo. Ni kufanya watu wasitamani kulewa na wajaswe roho. Kwanza wale wote mmeniambia mmewahi kukunywa pombe, siku kama ya leo naomba tu mjaswe Roho Mtakatifu. Tondu ni kule hedi ulinyitagwo ni thuti wathie supermarket hari radio. Ukienda mahali inauswa, hata kuna pasta nilikuta kwa mahali pombe inauswa. Nikamwambia Bwana asifiwe, amen. Ni nini? Kejira gaka nie ndiatigite kaumite ngimwira we. Biblia yugite ndugathi kwirorera njohi hari eri ni ukunywa. Kwanza wale mmewahi kukunywa, ukiona mahali iko, enda pande hii nyingine. Ukinywa.
Kendo kiana kugeria no gekugeria rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi umewahi kufanya unaweza kurudi. Wewe nyinyi wadada mmewahi kudanganywa na mwanaume ukapata katoto? Ni vizuri tena usikilize mwanaume mwingine anataka kukuona hapa. Ukirehe kagi. Ataleta ingine. Abia mtu amekaa karibu na kama ulikunywa unaweza kukunywa tena. Mwambie bishop ametuletea dawa. Ujaswe roho na uibe nyimbo aina hizo zimeandikwa kwa Bible. Ya kwanza ni gani? Zaburi, Psalms. Hii ni nyimbo ambaye imewahi kuibwa kwa Bible, unaitoa unaiba. Itakusaidia usikunywe mvinyo. Ni moyo dawa ya njohi tikunywa cai. Ni kuihuria roho na kuina nyimbo cia mithemba itatu. Number 1 Zaburi. Ya pili tenzi. Nitabibu nigetha tikana na njohi. Wa karibu tenzi. Sasa mkiina hivi, mkiba hivyo hamutakunywa pombe. Bwana Yesu asifiwe. Simu unasikianga walevi wakiwa kwa kilabu wakiba hizo nyimbo. Ni Mungu huwa anazilete ndio wawache. Ukaigwa makiina magushetie. Netabebo. Ni Mungu ameleta hiyo nyimbo ndio wawache kukunywa pombe. Na mtu anaiba hivyo, siku moja utamuona hapa kanisani. Nyimbo za aina ya pili ni nyimbo za aina ya tatu. Ni hizi nyimbo za kina Githae na wengine. Nyimbo za rohoni. Nyimbo unaimba mpaka unafunga macho hivi. Kama vile tulifunga macho tukiimba ya Isaac Kahura. Ishio okainaga. Na Biblia inasema uimbe nyimbo ukiwa wapi? Pahali shetani anakuharibu sana ni kwenye kitanda chako. Biblia inasema watakatifu waimbe nyimbo na sauti kubwa wakiwa kwa kitanda. Gitanda nikiendaga kuinirwo. Ukomete uguo. Ngomwira na maitarena ukikosa kuibia kitanda yako. Wewe Pastor Ben tafuta hiyo verse iko wapi? Hii watu vile wananiangalia. Si unajua iko Zaburi hivi? Iko wapi? Mahali shetani anakuja kushinda wewe ni kwa kitanda. Ukilala kwa kitanda ndio mafeeling ya suicide inakuja. Ndio mafikira ya kushindwa inakuja. Kwa kitanda ndio mtu anafikiria kuwa na bibi nyingine. Hapo tu kwa kitanda. Kwa kitanda ndio mtu anafikiria kuwa mwizi. Kwa kitanda ndio mtu anafikiria vitu vibaya. Na dawa ya kitanda ni hizi nyimbo. Kama sasa Ben ameimba nyimbo za rohoni. Anaimba nyimbo ambayo inafanya mwili yote iende na si kupenda kwako. Inaenda tu. No hali rwimbo rungihurwo. Kuna vile wanaweza kucheza nyimbo usikie inataka tutigise hapa. Haitaki makofi, inataka hapa. Sasa ukisikia nyimbo kama hiyo unasema mimi siibi. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Irada nyinyi yanaku. Inataka mimi nitegeza wapi? Umeiona? At Psalms 149 verse 5. Muko hapo msome? No ina Bible. Zaburi 149 mstari wa ngapi? Pastor umeipata? Psalms 149 verse 5. Dutira. Ilauga atia. Tuthomere wata gutuika muhujia after. Unajua music ni means ya kukupeleka to your destiny. Inasema let the saints be joyful in glory, let them sing aloud upon their beds. Woine wanereire gitanda-ini giaku. Haya, kila mtu ambaye amewahi kuimba nyimbo kwa sauti kubwa kwa kitanda, wacha nione mkono. Wale hawaibi ni disobedience huko naye. Uthie woine hwaine. Ti woine kahora. Ndeina na ngoro. Ne ngomwira no maita kwa kitanda. Nyimbo ni powerful. Hallelujah. Na ukisha iba nyimbo kwa sauti kubwa ukiwa kwa kitanda, kuletewa ndoto hapo ya shaitani hapana. Hapo kuota na mashaitani, hakuna kunyongwa hapo. Hakuna, maana hapo sifa imeingia. Kwa hivyo nyimbo number 1 ni Zaburi, number 2 tenzi,
Namba 3, nyimbo za rohoni. Nyimbo ambazo unaimba mpaka machozi inatoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukaina nginya ukaigua maithori ni mauma. Wewe ndunginywa njohi na ndungituthumbura guku. Na nyimbo za reggae si mzuri. Kwa sababu nyimbo ya reggae ni inspired na bangi. No woman no cry, ni bangi tu, hakuna kitu kingine hapo. Hata wadada mkiisha hatutalia tena, na tutatoka wapi? Wadada wakikwisha tutatoka sisi wanaume. Hiyo ni inspired by bangi. Na kwa hivyo hata wakati tunacheza reggae sana kwa kanisa, na ningeomba mimi napenda Githai maana hapigangi hizo marege. Na usidanganywe kuzipiga maana inakuja vizuri sana, lakini ni ubangi. Hakuna reggae imetolewa na Kristo. Nyimbo za kiroho kuna ya reggae. Haleluya. Wale wanapenda reggae sasa wameumia. Lakini wakerekao wakereke haya. Nyimbo na tenzi na nyimbo za rohoni, huko mkiiba na kushangilia Bwana mioyoni mwenu. Kwa hivyo Biblia inasema tuibe tukishangilia Bwana mioyoni. Wacha niangalie kama kuna scripture nyingine inasema habari ya nyimbo. Kama kuna nyingine ni Colossians chapter 3, Akolosai sura ya 3. Wakati wa Israeli walitaka Jericho iaguke, waliambiwa wafanye nini? Wapige kelele, waongozwe na wapiga vinanda, waibaji, alafu zitaanguka, na zilianguka. Wakati walivuka Red Sea, Miriam aliongoza nyimbo. Kwa hivyo nyimbo ni kitu muhimu sana mbinguni. Na Biblia inasema muingie nyua za Bwana kwa nyimbo. Ukitaka kuingia kwa nyumbani kwa Bwana, unaanza wimbo. Lakini mtu aingiagi mbele za Bwana na makelele. Te Bwana ujue nimekufuata siku nyingi, hata watu wa Kisiria wananicheka, na wewe hakuna kitu unafanya, unakaa tu mbinguni na hakuna shida. Hapa ndio kuna corona. Wewe hatuendi kwa Mungu na kelele, tutatadikwa. Unaenda kwa Mungu na nyimbo, unaimba wimbo. Na hii watu wanasemanga ati msikilize maneno, msisikilize sauti. Kaa chini, washa wenye sauti na maneno wasimame. Biblia inasema muimbe na melody. Melody ni kusema usiimbe kiwimbo hapa ambaye hatusiki. Imba wimbo ambao iko na melody sweet. Hiyo ingine ya kumake joyful noise unto the Lord si mzuri. Neno la Kristo, hiyo ni Colossians 3:16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Ati zaburi, nyimbo zinaitwa zaburi. Na nyimbo za zaburi ni nyimbo ambazo zinaibwa, unasikia inasema nini, inakushauri. Nyimbo ya zaburi ni nyimbo ya experience. Mtu amepitia maneno, ameandika. Hata nyimbo hizo zikiibwa, watu watafundishwa. Na ndio sasa kama ile inaimbwa watika wale mwana wa kokedoerera. Hiyo ni zaburi tu. Maana sasa hii ni experience. Nilipata shida, Mungu kanipigania. Na kuna nyimbo sasa za pili ambazo zinaitwa za nini? Na namba 2 inasema na nyimbo. Na nyimbo songs. Ile ya Veva ya Githai ni song. Rwimbo. Inaibwa mpaka unafanya hivi na usikii inasema nini, hata kama si wa Kikuyu. Hiyo ni song. Ukifanya hivyo, mtu hatakagi pombe, anatakanga chai. Kwa hivyo wakati mnaambiwa kwa kanisa, let's dance to the music, wacha kusimama kama kikingi, utakunywa. Cheza na wimbo. Ukicheza hivi wimbo iende mpaka miguu, unajua miguu itauliza ni nini anafanya? Anaiba kwa sababu ya wimbo. Haitataka uibe kwa sababu ya pombe. Na weihuri roho. Ginyo gwethi. Ujaswe roho mpaka unaanguka chini. Ukiokera hau unosha yukwenda. Lakini ukikataa kujazwa roho, ndio mnashidanga mkisema, na mimi naonanga pombe Mungu alikuwa ametutengenezea, shetani akachukua. Wale wake oya. Walikuwa akichukua kweli? Hii kitu si yetu. Bwana Yesu asifiwe. Number 3 tenzi za rohoni,
huko mkimuimbia Mungu kwa neema. Na ndio inasema muimbe na melody, mfanye melody kwa moyo. Unatoa kawimbo mpaka watu wananyamaza. Kuna wimbo ukiimba watu wanatoa machozi. Kuna wimbo ukiimba watu wanasheka. Kuna wimbo ukiimba watu wanahuzunika. Kuna wimbo ukiimba watu wanashangilia. Hizi nyimbo zote tumeambiwa tuimbe na tuimbe na melody. Amen. So, sasa mkifanya hivyo, Roho atakuja ndani yenu. Na mwakeigwa. Abia jirani, pombe tumewasha. Tumejua dawa yake ni nyimbo. Haleluya. Dawa ya pombe ni nyimbo na Holy Spirit. Na sasa nimemaliza mahubiri. Mmebarikiwa? Tutawaombea baadaye mjazwe na Roho ndio msikunywe. Lakini sasa tungependa kuita kijana huyu ambaye ametuleta hapa zote, ambaye anaitwa Ben. Na ni vizuri muniambie mlikuwa mmepanga akuje namna gani. Mekufagete okay atia. Digakimwita kienyeji haha alafu githukie programu yothe haha na mlikuwa mmepanga vizuri. Haleluya. Kama unajua mtu mmoja mlevi, umwambie dawa ya ulevi. Sasa mimi ninangojea hapa ndio tuweze kumngojea Ben aweze kuleta nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tukimngojea ni nani hapa karibu na mimi amekuwa akisubuliwa na tumbo sana? Dai imuliaga mno. Ni nani hapa hivi? Nani hapa hivi karibu na mimi? Simama. Simama. Maana utapona leo na hakuna siku utakunywa dawa tena. Tarugamai. Simameni. Baba, katika jina la Yesu, hii tumbo nimemaliza vita yake ambayo imepiga huyu mpaka inafanya kunywa dawa nyingi, inafanya asubuke. Hii vita nimeisitisa kwa neno la ufunuo, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Haya, wale wote ambayo pombe imesubua kwao wasimame, tuombe pombe ikwishe nyumbani. Imewakula kichwa, watoto wamekunywa, baba anakunywa, mama anakunywa. Simameni niwaombe na mtetee watu hawa. Funga macho yako, taja majina ya watu wale wote wameshikwa na pombe wakaweswa, na mimi nitaomba ombi la imani. Wataje kwa majina. Baba, katika jina la Yesu, kwenye mkutano huu wa siku ya leo ninataja watu wale wote wamesumbuliwa na pombe katika jamii hizi, na kuomba ya kwamba majina yao yametajwa mbele ya mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Imetajwa maneno yao mbele ya ufalme wa mbinguni. Na kemea hii nguvu katika jina la Yesu, na kumaliza uwezo na nguvu ya pombe, uwezo na nguvu ya nyoka ambayo imeuma watu hawa. Na kuomba kuanzia leo Bwana uwatetee watu hawa. Wametaja mama zao, baba zao, wametaja watoto wao, sisters, brothers. I speak healing in Jesus mighty name we pray. Kaeni chini, mtaona muujiza wa Bwana. Amen. Na goku ni kuri munabii muremi. Goku uguo ni kwina munabii muremi. Ndiramuigua muremi ucio nĩ mũndũ wonaga akaheo ndeto nĩ Ngai na mbica akacoka akarega guthie, akauga andũ acio menda guthira mathire. Munabii ucio muremi agĩũka hakuhĩ na haha no ndĩmũigĩrĩre guoko na wakorwo kwĩna corona. Ndirĩ na corona, ndĩmũhoere tondũ Ngai arauga nĩ egũkũiga thĩ atakuweka chini. Nani huyo anaonyeshangwa maneno, amekataa kwenda na amesema watumwe watu wengine? Ate Ngai tuma andũ angĩ, niĩ ndingĩthi. Mungu tuma. No, ni nani huyo? Akuja hapa. Akuja hapa ni muombe. Nginya ngoka hano warema. Wewe munabii. Oya moko nyone. Mary yote bili. Mafuta ya kumfuata Mungu ikuje juu yako katika jina la Yesu. Mutitaithie mutumia ucio kunyita mutumia ule ungi. Kato mudada ni muritu. We. Umekuwa hivyo. Sasa ukitii, God will make you fit to step in other countries to tell people of his goodness. Oguthie nginya uthie mabũrũri mangĩ wĩre andũ ndeto. Siri ni kutii. We
We, nyumba yako sasa imepona kwa sababu umetii Mungu na umesema ya kwamba Mungu nitafanya vile unasema. Power of the Holy Spirit. Pate nguvu ya Roho. Onawe wale miliatia. Oh Jesus, your daughter is here. Oh Jesus, return the fire. Inua mikono vizuri. Nguvu imerudi juu yako. Ufunuo imerudi juu yako. Ngai ashoka. Mukibanyita wega tone gukigeire mai matikario kai mu makanitha ku. Huyo anataka nini mzee? In Jesus' name, let the power that came upon you be on fire. Be on fire. Othie kwa jobe tumago ginya kuri andu atungu muno. You Mary. Go and tell them. Okay. The Spirit has come upon you. Tayari, atuka tayari mujire. Akiwa tayari kukuja, Ben umekuwa ready. You now want to come. Haya, ukiwa tayari ukuje uniambie. Amen. Tell them. Tell them. Tell them. Let the Spirit of God rule in your life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuwa nabii kweli? The Spirit is upon you. Ushio roho iguru yako. Kunywa hiyo nguvu nyingi. Ukunywa nyingi hata wewe. Wadada imeandikwa watatabiri. Tabiri! Prophesy! Prophesy in the name of Jesus. Prophesy! Sasa unaenda wapi? Uko hapa. Pokea nguvu ukiwa hapa. Hapana kuja, simama hapo tu. Mungu awatumie. Thank you Jesus. Tupigie Bwana Yesu makofi jamani. Haleluya. Wewe mokulino idhuru akimenya uhoro. Si unajua maneno? Hii kipawa Mungu amekupatia sasa kiinuke. Usilale tena. Kipawa kiinuke. Hata wewe kipawa kiinuke. Kuanzia leo ukisikia hiyo maneno Mungu ameleta hapa kwa madhabahu, hata kama ni mkutano wa Ben, Mungu amekukumbuka. Na kumari ugushoka kuona utari na mewani, umenye Ngai ni aririe mucemanio uyu. Ulionaga clearly utari mewani, utakuwa ukiona clearly bila hiyo mewani umefaa mizito kama ya wazee. Macho yako umepewa ingine na sasa enda kule Bwana anakuambia go. Wewe na ni mdogo, wewe unatabiri. Unasikianga vitu kutoka mbinguni. Wingu limerudi juu yako. Tika gwitigira andu. Unaona mena thuti na taindo kama etigira. Hapana ogopa. Dole raihora hinya. Ihora fio. Ihora fio. Don't worry. Ijae kabisa. Paka hiyo kitu usikia kwamba kuna shida tena kwako. You will be totally delivered. Nia agia the kira kai kiondo kiu giothe gethire. Ndiro igwa nyama ciake gucira inaina. Riu ciona fiu thiini wa ritu ra Jesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe.